Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shangwe na vigelegele kwa Yesu, makofi mazuri. Hata wale tumwachie Yesu, hata wale makofi. Hata wale tumwachie Yesu, hata wale hata wale
atawale tu, mwachie Yesu atawale. Atawale, Atawale tu, mwachie Yesu atawale. atawale. Sauti juu, sauti juu. Atawale, atawale. Atawale. Makofi, makofi juu.
Baba, pokea sifa, Hey 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 Baba, pokea sifa, inua mikono yako, pokea sifa, Hey Baba, pokea sifa, Hey Baba, pokea sifa, Mungu wetu, pokea sifa, oh, pokea sifa. tunakuabudu Jehova Jireh, Mungu Baba, tunakuinua Jehova Jireh, hakuna mwingine kama wewe. Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, tuimbe sisi wote, Unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, inua mikono yako juu tuweze kusema unastahili unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe. unastahili kuabudiwa, Inua kinywa chako uweze kusema unastahili Yesu, unastahili anastahili wewe, anastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili Jehova Jireh, Mungu Baba, unastahili King of Kings, kuabudiwa, unastahili unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili inua mikono yako tuweze kumwimbia yeye anastahili, yeye anastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili wewe. unastahili kuabudiwa, Inua mikono yako juu, unastahili tunamwimbia siku ya leo, anastahili kuabudiwa, Yesu, anastahili kuabudiwa, anastahili kupatiwa sifa, unastahili anastahili unastahili kuabudiwa, unastahili anastahili Jehova, unastahili kuabudiwa, unastahili anastahili wewe, unastahili anastahili unastahili
Nastahili kuabudiwa, nastahili Yesu, nastahili kuabudiwa, nastahili, nastahili kuabudiwa, nastahili Yesu, nastahili kuabudiwa, unastahili. Fungua kinywa chako, sema nastahili. Unastahili kuabudiwa, unastahili. Fungua moyo wako uweze kumwimbia Bwana Yesu. Unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili. Tunaingia kwenye neno la siku ya leo. Kichwa yake inasema operating in authority of Christ. Operate in the authority of Christ. Nilikuwa naomba on Friday, alafu Bwana ananisungumzia ile neno akiniambia hivi, acha niseme tu vile alisema, and then I'll just join in the extensions of what will support the word. Anasema, when you are connected to me by the new covenant of my blood, you become my extension here on earth, so that you are like plugged into my authority from me at the right hand side of my Father in heaven. And yet you are physically here on earth, so that way my own divine power and authority can do great works by the authority you draw from me. And Kristo anasungumuzia sisi akisema vile tumekuwa tukisoma, na Bwana anatuelekeza ya kwamba ujitoe, ujipeane kwa Bwana kwa ajili anataka kutumia watu wakati wa mwisho, na wakati hauko mrefu kutoka sasa. Nilikuwa nasikiliza Pastor Chris wa Nigeria
hiyo nchina ingine yao inakuanga ngumu, sishiki vizuri, but is a brown guy who normally preaches worldwide. Anasema ya kwamba akifiana mahesabu yake vile amehesabu kutoka kwa zile 70 weeks za tumeandikwa katika kitabu ya Daniel, ambao nimeshafundisha kwa hii kanisa. Hizo 70 weeks zilikuja zikafika 69 weeks, na kukambaki wiki moja ambao haijakamilika, na baada ya hiyo kukawekwa mwanya. The prophecy ikasimamishwa hapo, ndio kukaingia wakati wa neema. Na wakati wa neema unaonekana unakuja kufika. Kwa hivyo nilikuwa nasikiliza Pastor Chris akisema kulingana na hizo 70 weeks kwa wakati huu, kama Yesu arudi within, lakini nasema maneno imesemwa na nani? Pastor Chris, sio mimi. Kama arudi within 3 years, atamaliza miaka 10 kama jarudi. Lakini unajua watu huwa wanasema, tuko pamoja, kile cha ukweli kinajulikana na nani? Na Mungu. Lakini manabii wale wanakaribiana na Mungu sana, huenda wakaanza kujua in parts. Paulo alisema tunajua in parts. Wanajua in parts, na wanaona in parts. Katika 1 Corinthians chapter 13, hiyo mstari ya 2 kutoka chini ama ya 3, anasema tunajua kwa vipande na tunaona kwa vipande. Kwa hivyo manabii huenda wakaanza kuona kwa vipande na kujua kwa vipande. Lakini huyu nabii alikuwa anasema kama akuja within 3 years from now, itamaliza 10 years. Hiyo ni kulingana na yeye. Tuko pamoja? Kulingana na yeye. Nilikuwa nakiri yale niliyasikia akisema. But what are we saying? Tuko katika nyakati za mwisho. We could be very, very close. Hatujui. Tunatakikana tujiangalie na tujiathari na tujongee karibu na Mungu sana. Na kama atatumia watu, kwa nini asinitumie? Kwa nini asikutumie? Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni katika hiyo hali ya kuongea vile anataka kututumia, ananiongelesha hapa akisema tukikaribiana sana na yeye na tukue connected. Najua hii neno si ngeni kwa kila mmoja wetu, because unasema network sio nzuri, I'm not connected, si ndio? Tukiwa connected na Mungu, vile unakuanga connected kwa simu na network, utakuwa una flow na Mungu vizuri kwa ukaribu sana. Ndio hivyo anasema tukiconnect naye kwa damu yake, na hii damu yake inatuconnect kwake. Ukiokoka, ukipeana maisha yako kwa Yesu Kristo na uokoke, unakuwa connected. Sasa itategemea unataka connection kubwa ama ni ndogo, si ndio? Si hata mtu akienda na Safaricom ananunua, yule mwingine anataka connection kubwa. Kuna mwingine anataka connection tu ya simu, na hataki kuenda kwa social media, hataki internet, hataki nini, ni simu tu. Tuko pamoja? Lakini akitaka connection kubwa, anaingia ananunua bundles nyingi, alafu anakuwa na connection kubwa. Ukimkuta kwa social media, unamkuta kwa internet, anafanya hizo vitu zozote, kila kitu anafanya, ako connection, ako na bigger connection. Tuko pamoja? Kuna larger connection. Now, itategemea wewe na kila umoja wetu, how much connection unataka kwa Bwana Yesu Kristo, because Roho wa Mungu anatuconnect. Now, ukiwa utakuwa connected sana, ukitaka connection kubwa, unanunua bundles kubwa na Bwana Yesu. Na hizi bundles kubwa utazipata kwenye maombi na kwenye kujitoa kwenye moyo wako. Kujitoa sana kwenye moyo wako, na pia kwenye magoti unaomba, na pia wakati unampatia Bwana Yesu wakati. Kumbuka ujue ya kwamba Yesu ama Mungu ama katika upeo wa kiroho hakuna wakati. There is no time, there is no space. Sisi tunanyimwa na time na space. Tuko pamoja?
time inatulimit kwa ajili tunafanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni, jua liende chini, na hiyo ni masaa mangapi? 12. Hiyo tu ndio natakikana. Ikifika saa 2, saa 3 nataka uende uweke kichwa yako chini, ulale, alafu utalala masaa mengine kama 7 hivi 8, kisha ndio uamke asubuhi uanze kukuwa connected tena. Tuko pamoja? Lakini kwa Yesu hakuna time. Mbinguni hakuna jua katika upeo wa kiroho hakuna jua linapima hii masaa. Na hakuna nafasi, hawafungiwi ati sijafika kanisani kwa hivyo siwezi omba. Sijafikia na ule ndada wako kwa fellowship kwa hivyo siwezi omba. Hapana, hakuna nafasi. Wao kwenye upeo wa kiroho they are very free. Hakuna kitu inawafungia. Hata mkifunga hapa pote mnamkuta hapa ndani. Hakuna space inamfungia. Number 1. Akiwa kwa Nairobi anaelewa chenye kiko hapa. Akiwa ako popote Amerika anaelewa chenye kiko hapa. Kwa hivyo hakuna nafasi inamfungia na masaa ya mfungi. Tuko pamoja? Na sisi tunafungiwa na masaa. Tunafungiwa na mahali, ama vile kuko mahali wewe huko. And so ndio sababu tunaambiwa na Kristo hapa tukue connected na yeye. Tukikuwa connected na yeye kwa damu ya Yesu, na nikasema wewe ndio utajua nitaconnect kiasi gani, kidogo tu ama kubwa kabisa. Tuko pamoja? Na utajua namna gani nisijinyime na masaa, nimpatie Mungu masaa mengi ya kuwa kwenye upeo wake, nikitafuta uso wake. Nisinyimwe na masaa. Tuko pamoja? Nisinyimwe na mahali niko, nipafanye pako na utukufu wa Mungu. Kama hapo hapafai nikuje mahali pako na utukufu wa Mungu, hata kama ni hapa kanisani, mahali hakutakuwa na disturbance, alafu nitafute uso wa Mungu, ndio nikuwe na more bundles ya connection na Bwana Yesu. Hallelujah. Na nikiwa namna hiyo, anasema tukiwa uko connected by the blood, wewe ndio unachimba hiyo connection kubwa ama ndogo. Okay, toshewa na hiyo ya kwenda tu fellowship na unatosheka na hiyo ni vile, lakini anataka connection kubwa ambayo atakutumia kuleta utukufu wake hapa duniani. Anasema hivi, you become my extension. Ukiwa na hiyo connection kubwa, unafanyika extension ya Mungu. Kama vile unaona hizi zinatoka kwa stima, hizi mics zimetoka kwa stima. Mine ni cordless, inaitwa cordless, haina waya ya kutoa kwa stima. Lakini hizi zinatoka kwa stima, zinatoka kule, hata huwezi kuona mahali zimeingizwa, lakini zimekuwa extended, zimekuwa na extension, zimefurutwa mpaka hapa. Na ingine ikiwa mrefu sana, inaweza furutwa mpaka nje. Tuko pamoja? Kwa hivyo anasema tukiwa connected na yeye, tutakuwa extension yake. Yeye ako mbinguni na sisi tutakuwa tu extended kutoka mbinguni, na utukufu wake na huyo mamlaka yake itaextendiwa kutoka mahali ameketi juu kwenye mbingu na ikuwe hapa duniani. Ukue wewe ndio extension ya Yesu hapa duniani. Ukue wewe ni PowerPoint ya Yesu hapa duniani. Kwa wewe ni spark ya Yesu, uko connected na utukufu wake, uko connected na mamlaka yake mbinguni, lakini unaponyesha hapa, unaangaza hapa, unatoa sauti hapa, unaamrisha hapa. Unajua mamlaka ni ya kuamrisha. Unaamrisha hapa duniani. Hicho ndio kifungu ameniambia hapa. Akisema maneno haya, anasema so that you are like plugged into my authority from me at the right hand of my Father in heaven, and yet you are physically on earth. Tukue ni kama wale wamefanywa plugging. Unaona ile kitu inaweka hii pale kwa moto, inakuwa inaitwa plug. Unawekwa kwa Yesu, hiyo plug inawekwa kwa Yesu namna hiyo. Actually hata nikipokea hii siku anaifikiria hivyo kama stima, lakini unawekwa kwa Yesu, halafu unakuwa hapa duniani. You are doing what Jesus is doing. Unafanya kile Yesu anafanya akiwa mbinguni, na anakusudia kifanywe hapa duniani, ndio unakifanya hapa duniani. Wewe ndio uko physically duniani, na yeye ako katika upeo wa kiroho, anaelekeza vile utafanya.
Hivyo ndio itakuwa ya kwamba uko connected kwa authority ya mbinguni, kwa mamlaka ya mbinguni, na mamlaka ya mbinguni inafanya kazi hapa duniani. Inafanya kazi katikati yetu. Inafanya kazi kwenye kila mmoja. Uko plugged kwa Yesu, kwa mamlaka ya Yesu, na unafanya kazi hapa mahali uko physically. Yesu anataka pafanyiwe kazi kabla hajarudi. Alafu anasema so that way my own divine power and authority can do great works by the authority you draw from me. Unavuta nguvu za mamlaka kutoka kwa Bwana Yesu. Unakuwa uko hapa duniani, unavuta nguvu za mamlaka kutoka kwa Bwana Yesu, na unafanya mambo Yesu anakusudia ifanywe hapa duniani, ukiwa unavuta nguvu kutoka kwake. Na hii ndio kitu Bwana Yesu anatafuta katikati ya wateule, anatafuta katikati ya kanisa. Aanze kufanya hii jambo kabla ya siku za neema kumalizika. Siku za neema zinaenda kuisha. Siku zile zimepewa binadamu arudie Yesu na arudi kwa njia ya Mungu zinaenda kuisha. Na zikiisha, anataka atumie wale wamesharudi kwake wote, sio pastor peke yake aponye ama wafanye miujiza peke yake, lakini ni wote, wewe na mimi na kila mmoja. Na Sunday alituambia ni kufanyisha upendo kazi. Tupende huyo mwingine, tupende kila mmoja, tupende kila mmoja. Na ndio sababu katika upendo tunataka kuaccommodate everybody. Katika hiyo upendo tunaleta kila mmoja karibu ndio aweze kumbenefit kutoka hii, because tunatakikana kutukusanya watu wengi sana kumlaki Bwana Yesu pale angani. Unatakikana ukusanye watu wengi sana kumlaki Bwana Yesu pale angani. Bwana Yesu anakuambia usikie. Unasikia chenye ninasema? Sema natakikana kukusanya watu wengi sana kumlaki Bwana Yesu hapo angani. Tuko pamoja? Na huwezi kulazimisha watu, lakini wakiona upendo wa Bwana ukitoka kwako, wakiona upendo wa Bwana, unawavuta karibu nawe. Unawavuta karibu nawe na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawavuta karibu nawe na upendo, na wakianza kukaribia, usikuwe ni wakupiga hii, unaanza kuwaonyesha how we pray, unaanza kuwafundisha maneno, unaanza kuwaelekeza kwa njia ya Mungu. Tuvute watu wengi sana, tukutane na Bwana Yesu tukiwa watu wengi sana. Hivyo ndio anataka kwa saa hii. Haleluya. Wana wa Israeli wakitoka Misri waliambiwa, muende kwa majirani muombe vyombo vya dhahabu, vya fedha, vya chuma, kila aina, muombe vyombo. Kwa saa hii anasema sio kuomba vyombo, sio kutafuta vyombo. Vyombo asiingii katika upeo wa kiroho, lakini ni nafsi. Tunaambiwa tuende tuvute, tuchukue nafsi nyingi sana na tutumie upendo, tusilete kwa ufalme. Kila mmoja anaweza. Na hiyo ndio kazi Bwana anapatia kila mmoja wetu. Tuvute watu wengi sana. Tukikutana naye kwenye hanga, tukue ni ukumbi wa watu wengi sana. Wale wewe umeleta, wale mimi nimeleta, na wale kila mmoja ameleta. Tutakuwa watu wengi sana kutoka Amerika mpaka kila mahali. Wateule wanatakikana wafanye hili jambo, sio ya kanisa moja, ni ya kila mmoja anamgopa Yesu, anamtii Bwana Yesu na anampenda. Haleluya. Ndio anasema tukifanya hivyo tuoperate katika utukufu wake na mamlaka yake, hiyo divine power and divine authority. Tuvute kutoka kwake. Utavuta namna gani? Unakaribiana na Yesu sana, na unaamini Yesu ako hapa, ako na mimi. Na ukiomba unamuona katika imagination yako, na unaanza kusikiliza chenye anasema. Haleluya. Na unaanza kufuatana na vile anasema. Anakuambia mara nyingi, soma Bible, soma, fuata. Haleluya. Watu kutasikia mara nyingine akileta kawimbo, imba kwenye moyo, imba chenye anakuelekeza, fanya tu vile anakuelekeza. Nasikia mara nyingine anakuambia hii maneno usungumuza, hiyo usisungumuze. Fuatilia tu kile anakuelekeza kufuatilia na kufanya, alafu utaanza kujua ile pattern yake ya kukuongoza. Tuko pamoja? Ukianza kufuatia namna hiyo, utaanza kujua ile pattern yake ya kukuongoza wewe, alafu utajua vile anakuelekeza. Haleluya. Mara nyingine ataanza kukupatia some instructions, some way,
Na singine hata utaelewa, singine uelewi. Ukikuta hujaelewa na alikuwa anamaanisha, usijali, bado uko kwa training. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado kwa training. Alafu akazidi akiniambia kwenye hiyo Friday morning, akasema being in covenant with Christ and keeping it promptly avails this authority very well to all covenanted believers. Kuna vitu hapa nitaeleza zaidi, nasoma tu vile ilikuwa inakuja. Tukiwa kwenye maagano na Yesu, kila mmoja ameokoka, ameingiana na maagano na nani? Na Bwana Yesu. Na hiyo maagano ni maagano ya the New Testament, the new covenant of the blood of Jesus Christ. The new covenant of the blood of Jesus Christ. Kwa hivyo kama wewe umeokoka, huko ndani ya hiyo maagano na Yesu. Kama wewe hujakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na aingie kwenye moyo wako, unafaa ukiri na umwambie andike jina lako kwenye kitabu ya uzima. Hiyo ni register ya mbinguni kwa kila nchina ya mwana wa Mungu. Kila nchina ya mwana ambao wameokoka iko huko mbinguni. Na ni register iko pale. Jina lako likiwa aliko pale, uko kwenye shida, au hujaingia, au hujaokoka, au hujafanya maagano na yeye. Lakini yote jina yake iko pale, ameshaingiana na hii maagano ya damu ya Yesu, the new covenant of the blood of Jesus. Akiwa ameingiana na hiyo covenant, akalie hiyo covenant. Now sikiza vile ananiambia. Kila mmoja kwa hiyo covenant anaweza na akijilimia hii kukaribiana na Yesu sana, ataweza kuflow, ataweza kutumika na hii mamlaka ya Yesu vizuri sana akiwa ameokoka. Lakini anasema, when I make a covenant with the people, I don't break it because of my nature as a God of justice. Hivyo ndio alikuwa anasema. Anasema nikitengeneza maagano na watu siivunji, kwa ajili mimi ni Mungu wa haki. My nature of God of justice. Mimi ni Mungu wa haki na natenda haki. Na nasikia vile anasema I am is never unfair to people. I love them. Kristo anasema hivyo. I am ni nani? I am ni Bwana Mungu. Anasema Ayuko na shida na watu, na ayuko vibaya na watu, hawatendei vibaya hata kamwe. Anawapenda wanadamu. Anatupenda sana. Tulikusoma klasi ya Zoom yesterday. Kwa tunaona vile Yesu anatupenda sana, anatupatia another chance. Hata huku unaenda unafanya maovu, bado anakupatia another chance. Tuko pamoja. Tunaenda, anatupatia another chance. Do you know, unajua shetani na mapepo hawana hiyo chance ya kurudi kwa Bwana. Shetani alipohasi na malaika wote wale walimfuata, about 1 out of 3 of the angels of God hawana nafasi ya kurudi na kutubu, warudi kwenye uwepo wa Mungu tena. Hawana. Na hivyo ndio wamefungwa kwenye njera ya giza. Tulikuwa tunasoma 1 Peter, I think it's chapter 2 pale. Wamefungwa kwenye jela ya giza, ambayo wambaki kwa giza, hawana mlango ya kutokea hapo, because mlango ya kutokea pale ni mlango ya kutubu. Na hiyo ndio tumepewa sisi wanadamu. You can repent na urudi na ukuje na ukue kwenye uwepo wa Mungu tena. Tuko pamoja? Hiyo mlango tumefunguliwa sisi. Lakini shetani na malaika waliohasi Mungu na wakatupwa chini, na pamoja na mapepo yote na vitu zote wamechafua, hazina mlango wa kutoka kwenye giza, zimefungiwa kule kwenye giza. Na hiyo amri ya Mungu usema you can't repent. Hamwezi kutubu, hamwezi kutoka kwa hiyo giza. Hakuna njia. Mungu akafunga kabisa shetani na mapepo, wakawa hawana njia na hawezi kutoka kwenye hiyo giza, wakawa wamefungiwa pale. Lakini wewe, mimi, hata ukue mtu ameenda amefanya nini, hata muuaji, hata mtu anatesa mama, hata mtu anafanya chochote, kunao mlango. Binadamu tumepewa mlango wa kutubu na tutoke kwa hiyo njia
na tuiache kabisa na tukubalike mbele za Baba. Tuko pamoja. And so ndio hiyo anasema sisi wenyewe tukiwa ni binadamu anatupatia hiyo neema. Na yeye ni Mungu mzuri, hatufanyii mabaya. Anatupenda sana akatupatia hiyo neema, hiyo mlango. Tutubu na turudi kwake. Na pia akiwa anatupenda hivyo sana anasema I'm not unfair. Mimi si mbaya kwa binadamu. Mimi ni mzuri kwa binadamu. Alafu anazidi akituongelesha anasema but the people have no commitment to keep my covenant. Hivyo ndio anasema. Sisi binadamu hatukuange na maagano. Unaweka maagano tu saa hii umevunja. Umeweka maagano tu saa hii umevunja. Hiyo anasema sisi hatukuangi na maagano ile tutaweka na tundumishe. Anasema hivi, for them to break a covenant is very easy. They don't mind yet consequences of it affect them in different ways. Watu hawajali wakivunja maagano na Bwana Yesu. Watu hawajali wakivunja maagano na Mungu. Wanasema mimi nimeokoka, sirudi kwa dhambi na sifanyi uovu tena, nimeacha kabisa. Wacha imalizike mwezi moja. Mwezi wa pili unamkuta wapi? Na yuka na imina na yani hata nibatize na ninamudabatiza na ingiza kwa maji, natumia huyo ndugu pale. Ingiza kwa maji, tunatoa tena, tunasafisha kila kitu. Goja baada ya wiki 2-3. Sile vituko utaona. Nao ni kina nani? Ni kina sisi. Mimi niki wako. Tuko pamoja. Amesema sisi binadamu hatunanga maagano ya kuweka. Tunaweka, tunavunja. Tunaweka, tunavunja. Tunaweka, tunafanya nini? Mungu atusaidie sana. Si uiname ujiombee sasa. Inama tu ujiombee, Mungu nisaidie. Nikuwe naweza kuweka maagano katika jina la Yesu. Unajiombea? Amen. Tumemaliza hiyo maombi katika jina la Yesu. Unaona, tuweze to keep maagano because yeye avunji. Yeye anaweka maagano na hawezi kuvunja. Alafu anasema, tell my people who will keep my covenant and yield to my spirit. I will be connected to them and will do exploits during this time. Wote wataweza kuweka maagano na mimi na wakalia hii neno la Yesu bila kuivunja. Maagano alisema nini katika Mathayo 28:18 and 19? Anasema mimi, is it there? Teaching them to observe all what I have commanded them. Si ndio hiyo? Hiyo maagano. Anasema katika hii maagano kuna mahali Yesu alisema hivyo, maagano ya the covenant of the new covenant of the blood of Jesus. Hiyo Mathayo 18 iko pale. Iko pale, kasoma kwa ukuta pale, tuonde pamoja. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and the law am with you always, even to the end of the age. Na ukumbuke tumeanza kufika kwenye end of the age. Tuko pamoja? Tumeanza kufika kwenye mwisho wa wakati huu. Tumeanza kufika. Na ndio sisi tumebarikiwa kuona huu end of the age. Hatujui ni siku gani, hatujui ni wakati gani. Ni vizuri tu ujiweke tayari. Tuko pamoja? Vizuri tu ujiweke tayari. Because ukipitwa, umepitwa. Sikupata nafasi ya kufundisha ya kwa wale watapitwa, chenye wataona. Naamini Mungu akitaka ataniweka pale nifundishe. But ukipitwa utakuwa umefanya nini? Ni kuhangaika. Katika Ufunuo zimeandikwa pale vitu nyingi vile dunia itahangaika. Mwisho wa kila mmoja itakuwa ni kukufa. Yule atakuwa amepitwa. Yule atakuwa amepitwa na rapture. Mwisho wake itakuwa ni kukufa. Wengine watauliwa na huyo Antichrist. Na government za dunia hii zinaungana na Antichrist kabisa. Wengine watauliwa, wanawachwa. Na wengine wakikubaliana na hiyo namba, hiyo kitu inawekwa hapa, basi wao wanakuja kukutwa na ile hukumu yote imeandikwa kwenye Ufunuo ya kuharibu dunia yote.
Alafu akishatoka kwa huo mwili hakuna hope, anafungiwa kwa ile giza imefungiwa shetani, na mwisho wa shetani imeandikwa ni kwenda wapi? Ziwa na moto. Anaingia huko naye. Na mimi siongopeshi yeyote, wacha nisitoke njia hiyo, usiseme na kuongopesha. Mungu akusaidie sana. Tunasema hivi, Bwana Yesu akinizungumzia ananiambia, tell my people who will keep my covenant. Yule yote ataweza kuweka hii maagano. Teach them to observe all what I have commanded. Yani kile kitu Mungu ameamrisha ndio hii. Kuna mtu anaangalia mbele. Kile kitu Mungu ameamrisha ndio gani? Wakiweza kuweka hii na kuifanya, then na watoe roho zao waelekeze kwangu. Yani mtu kuyield kwa Roho Mtakatifu ni mtu anajitoa kwenye maombi. Anatafuta nyakati akae na Bwana, asikilize Mungu. Aone Roho wa Mungu anamuongoza namna gani. Aone Mungu anataka nifanye nini kwa saa hii. Aone Mungu anataka tuende namna gani. Hao watu wanaoyield namna hiyo, I will be connected to them. Nitaji connect na wao. Sio na line ya simu imeconnect. Hivyo utakonektiwa na Bwana Yesu na Roho wa Yesu, and then we will do exploits. Utaanza kufanya mambo makuu kwenye dunia hii, because utakuwa unang'oa watu kwenye kuzimu, unawaleta kwenye mwanga. Unaponya wengine ndio waone upendo wa Yesu, ndio waingie kwenye mwanga. Unafanya mambo makubwa yale Yesu atakuongoza kuyafanya. Okay? Tuendelee na hiyo ujumbe. Anasema, they will become the extensions by which I do operate on the earth. Watafanyika hiyo kebo imeshikishwa Yesu mbinguni na wanaoperate hapa duniani. Yani Yesu anaoperate hapa kupitia kwao. Tuko pamoja? Wanafanyika kitu namna hiyo. Wanaoperate hapa. Hii mic inaimba hapa, lakini power inatoka mbali. Tuseme huko ndio mbinguni, na wao naimba huku. Ikiwa mrefu sana tunaipeleka huko nje ya compound, kwa msitu, kwa miti. Alafu inaimba huko, ikitoka wapi? Kwa power hapa ndani. Tuko pamoja? Na sisi ukioperate namna hii, na ukiweka agano ya Yesu, na ukiweza kuyield, ukiweza kujipeana na kujitoa kwa ajili ya Roho Mtakatifu, na kujipeana kwa Roho Mtakatifu akuongelesha na akufuatishe njia, basi utaanza kuwa unatumika na Yesu akiwa mbinguni, na wewe ndio extension yake hapa duniani. You are able to operate what he is saying, what he is doing. You operate by that. The Lord's Prayer says, your kingdom come here on earth as it is. Umejua hiyo ombi la Bwana Yesu ya Bwana inasema, your kingdom come here on earth as it is in heaven. Ufalme wa Bwana uje hapa duniani kama vile uliyoko mbinguni. Nikuulize aje, ufalme wa Bwana ungekuwa hapa kwenye Vota Village, kungekuwa na walevi? Hello? Kungekuwa na ulevi? Kungekuwa na watu wanapita hii barabara wakilewa wakikanyanga hapa na pale? Kungekuwa na kuuza bangi? Tuko pamoja? Kungekuwa na kupigana kwenye ndoa? Ufalme wa Bwana uje hapa duniani kama vile ulivyo wapi? Ungekuja hapo kwako nyumbani. Ndio nataka uangalie, chunguza macho na urudisha macho kwenye maisha yako. Number 1 kwenye maisha yako. Ufalme wa Bwana ungekuwa kwenye maisha yangu, because ufalme wa Mungu uko katika maisha ya kila mteule yule ameokoka. Ufalme wa Bwana ukiwa kwenye maisha yangu, kuna vitu hazitakikani kuonekana kwenye maisha yangu, bado ninaziweka na hazitakikani hapa kwenye maisha yangu. Tuko pamoja? Ni ujiangalie sasa. Ufalme wa Bwana uko ndani yangu, but I'm still keeping, na kwa hivyo hata bado ninaweka 1, 2, 3, you will need to drop them. Tuko pamoja?
Unaangusha kile ambacho sio cha ufalme wa mbingu kwenye maisha yako. And then now unaanza kuangalia kwenye mboma yako, kwenye mboma yangu, ufalme wa Bwana uko hapa kwenye mboma yangu, na kwa hivyo ni nini natakikana niangushe? Unangoa. With the time utaendelea na utangoa yote, lakini sio kwa fujo na funa. Yesu ni wa kupigana. Yesu ni wa kutetanisha. Yesu ni wa kufanya hiyo fujo. Kwa hivyo ni pole pole, kwa maombi, kwa neema, kwa uzuri, kwa kuambiana na upendo. And then ufalme wa Bwana unajaa kwenye mboma yako, na unakwambia ukweli kijaa kwako na ijae kwangu na kwa huyu na kwa huyu na kwa huyu, kijiji kitakuwa kimebadilika kabisa. Because hata jirani ataanza kuiga. Jirani asiyokuwa hapa ataanza kufanya nini? Kuiga. Kwa hata wewe utaendelea vizuri na utashine kama nyota hapa duniani. Anasema ufalme wa Bwana huje hapa duniani kama vile ulivyo mbinguni. Kwa hivyo nikauliza hapo, this connection, akasema hivyo, this connection is very important for the God's kingdom to operate there on earth as it is in heaven. Hii connection ya kuconnect na Bwana Yesu Kristo iko iko muhimu sana kwa kila mmoja. Ndio ufalme wa Bwana huje hapa duniani vile ulivyo mbinguni. Nikauliza, mbinguni kuko namna gani? And then it was said, mbinguni hakuna ugonjwa. Mbinguni hakuna watu wamefungwa na uovu. Sisi ndio tunasema, tukisema amefungwa na pombe, amefungwa na sigara, amefungwa na kupigana, amefungwa na ulevi, amefungwa na hiki na kile. Mbinguni hakuna hao wamefungwa namna hiyo, wote wako free. Mbinguni ni upendo mtupu. Nasema mbinguni hakuna umaskini, mbinguni hakuna kufinyiliwa, mbinguni hakuna kutokuwa na uhaki. Mbinguni ni upendo. Mbinguni ni upendo. Na ni uanze kwako na mimi nianze kwangu, uanze kuona mbingu ikitimilika hapa kwa hii area na mahali wewe unaishi. Kwenye nyumba yako, kwenye mahali unaishi. Alafu ukute kijiji kama hiki kimejaa mwanga wa Yesu. Kila mmoja ukikutana, hata kama akuji Crisco Church, mnasalimiana vizuri, mna upendo, mna wema, mnakaa vizuri. Hakuna mtu anaingilia vitu za mwenyewe, because kila mmoja ana ufalme wa mbingu vile ilivyo mbinguni. Ndio iko wapi? Hapa mbinguni kuna kutii mamlaka ya Yesu. Kwa hivyo hata kama wewe utaenda na ufuate ukue karibu na Bwana Yesu sana, unatakikana unatii hii neno na unaifuata. Hivyo ndio mamlaka ya Mungu indafanya. Hakuna njia utaflow na mamlaka ya Mungu ukiwa unaasi neno la Mungu hata kadogo. Bwana Yesu hawezi kukuruhusu utumie nguvu zake kuponya watu ukiwa unaasi. Ukiwa huko huwezi kutii mume wako, ukiwa huko huwezi kutii serikali, ukiwa huko hata unang'ang'ana na wale uko na wao, ukiwa huko hata unachukia dada na ndugu na mtoto wako kwenye nyumba yako, ukiwa huko unamtendea mwingine mabaya, Yesu hawezi kukubali utumie nguvu zake na mamlaka yake kufanya kitu chochote. Mamlaka ya Bwana Mungu inatumika kwa kutii. Mamlaka ya Mungu inatumika kwa kufanya nini? Kwa kutii. Unatii, unanyenyekea. Anasema katika Wafilipi kifungu cha 2 mstari wa 5, anasema hivi, let this mind which was in Christ Jesus be in you. Wacha hii akili ama roho iliyokuwa ndani ya Kristo Yesu ikuwe ndani yako. Ilikuwa ni akili gani? Ilikuwa ni akili ama roho ya kujinyenyekeza. Anasemekana alijinyenyekeza mbele za Baba mpaka akaacha utukufu wake mbinguni. Akaacha kutukuzwa. Akaacha kuambiwa wewe ni mzuri mno tu kuabudu tu kutukuza. Akaiacha for some time. Akuje hapa duniani. Na aliacha ndio akuje akufe kwenye msalaba. Akuje kuteseka duniani. Ameacha mahali kuzuri kama palace.
kuzuri zaidi ya palace, na kumahali ambao ni mamlaka ya juu ameacha, hakuje duniani ateseke, aumie njaa, aende miguu tupu, na haweze kubebwa na ndonge zilizo na fleas, zilizo na ndaa na njaa, na haweze kutembea atakiwa nguo inampatia baridi. Mbinguni hakuna kusikia baridi. Atembee na asikie njaa na aumie na sweat, na mwisho wake aende kwa msalaba. Ameacha hiyo utukufu ya kukaa raha mustarehe, akaacha comfort zone yake mbinguni, hakuje hapa duniani ndio aende kwa msalaba akufe, mpaka akufe. Kwa hivyo within the few years he was here, 33 years, alienda sako zote za kuteseka kwa binadamu mpaka ile ya mwisho ya kifo. And then alipokuwa amekufa kwa msalaba, ametii Baba vilivyo, naye Mungu akamuinua, akumpatia jina ambalo lilo jina liko juu ya majina yote, yani the title of Christ, or the title of the Lord is above every other title here on earth and in heaven and under the earth. Ndio yeye anasema, you will become a conduit to bring all of this here on earth. Yani ukiconnect na Bwana Yesu vizuri, na uanze kujua ile pattern ya vile Roho wa Mungu anakuongelesha, na vile unaflow na Roho wa Mungu, haijalishi kama wewe si pastor, haijalishi kama wewe si nabii, haijalishi kama wewe si apostle, ukiconnect na mna hiyo vizuri, utaanza kutumiwa kama conduit. Conduit zinawekwa kwenye nyumba mahali kuna mijengo. Ukiona ile switch pale, ndani yake ujue kuna conduit inawekwa hapo, iko na mwanya ya kupitisha waya wa stima pale. Pamoja nawekwa pale kwenye ukuta ndani, ama inaweza kurani kwenye kule juu, ndio iconnect hizi mataa zote na power iweze kuonekana taa ikiwekwa. Kwa hivyo wewe utakuwa kama conduit ile imewekwa mpaka juu, inaleta mwanga mzuri sana kama huwa yellow unaingaza hapa, ama yoyote mwingine. Mungu ndio atajua ni kala gani ya rangi utaeleza kwenye ile mwanga unaenda kuleta mahali anakutuma. Hallelujah. Anasema, you'll be a conduit to bring all the things in heaven here on earth from the right hand of my Father in heaven. And then alikuwa ananiangelesha hizi vitu zote, ananiambia, when you learn to operate in the authority, nothing shall be impossible for you, and you will have nothing to fear. Tukijua vile ya kutembea na kuconnect na Bwana Yesu namna hiyo, na katika hiyo mamlaka yake, kunaye mamlaka ya Yesu, kutakuwa hakuna kitu ambacho ni kingumu kwako, na hakuna kitu utaangalia uone ni kingumu. Mpaka hata sasa na kuhimiza, anza kuangalia mambo na ujue niko na Yesu mkubwa kuliko hili jambo. Tuko pamoja? Niko na Yesu ambao atafanya hili jambo naona likiwa rahisi. Hapo ndio utaanza. Ukiona hii jambo ni rahisi, na ni rahisi sana kwa Yesu ule niko naye, anaimaliza, hata imungarimu wakati, hata imungarimu nafasi, hata imungarimu chochote, anaimaliza. Ukiona vitu zikiwa rahisi sana hivyo kwa Bwana Yesu na ako hapa ndani yako, sitakuwa rahisi kwako. Hallelujah. Na zikikuwa rahisi kwako, yako ni kuitana tu kwa jina la Yesu, unakiamrisha hicho kitu kwa jina la Yesu, iende hivi na hivi, na inaenda hivyo. Si umeiona hapa kwa hii Bible? Umeiona hapa kwa hii Bible? Yohana na Petero wakitembea kienda kwenye hekalu, na kuna huyu kiwete amepezoea kuketi kwa hiyo gate ya beautiful, na naomba pale aliposikia nini yao, akaanza gorongorongoro. Anafanya nini? Anaomba. Akili yake iko kwa ama kile atapewa, whether nguo, whether ni mkate, whether ni soda, apewe na akili yake iko huko. Lakini Yohana na Petero wakikuja, wakawa hawaoni pesa, wala wakubeba pesa. Wanabeba nini? Wako na kitu kubwa kuliko pesa.
Unaweza asifiwe sana. Wanapofika pale na wao walikuwa connected because wali interact na Yesu. Wali brother shoulders na Yesu hapa duniani. Waliweza kutembea na Yesu siku nyingi hapa duniani. Waliweza kuongea na Yesu na wakavuta kile kilikuwa ndani ya Yesu alipokuwa anaongea inaingia kwa masikio yake. Yao wanavuta alipoenda kwa msalaba na akapaa mbinguni. Waliachwa nayo downloaded in their hearts. Ni wewe uvute kupitia kwa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe uvute kupitia kwa kusoma sana hii neno. Unaposoma sana hii neno, unavuta, una download. The more you know the word, the more you download much. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu wakawa wamedownload sana, wakati wote wamembrace shoulders na Yesu, wamekuwa wakitembea naye, wamekuwa wakisikiliza vile anafanya na vile anaamrisha vitu. Basi wakamwona kiwete, wakakiambia, kikaanza kusema ngorongoro na hiyo kikobo yake, kaanza kuinua mkono, tafadhali. Na Yesu na Yohana, Petro akamwambia, tuangalie, wachana na kuangalia vitu zile utapewa. Look at my eyes, look at me, look at my face. Usiangalie vitu zile unapewa. You have to tilt your mind from what you are receiving from the physical things. Utokane na hizi vitu za kiapa duniani. Angalia macho yangu na akili yako itoke kwenye kitu nitakupatia. Akili yako ingie kwa kile kitu niko nacho hapa kwenye my mind na my mouth. Namwambia no. Alipomwangalia akasema, ni kweli unaomba, lakini hizo vitu unaomba mimi sina. Dhahabu na fedha mimi sina na sijabeba. Lakini niko na nchina ambalo ile nchina litaondoa kile kinakufanya uombe. So glorious. Jina la Yesu ambao niko nalo litakufanya uondoke hapa sehemu ya kuomba na iondoe kile kinakufanya ufanye nini? Uombe. Na akamwambia, katika jina la Yesu, akashika kwa mkono, kwa jina la Yesu inuka na tembea. Ameamrisha. Hiyo ni amri. Kwa jina la nani? Petro alikuwa connected. John alikuwa connected. Na wakitembea hivyo akamwambia, kwa hii jina la Yesu Kristo na kuamurisha kiwete, amuka na tembea. Na kiwete kikasikia mikogodo huku kwa malenyo yote, ikaanza sijui ililia, sijui ilifanya nini, sikuweko. Lakini kapata nguvu na akasimama na akaanza kutembea. Na akitembea namna hiyo akaona, sinikimbie niende mbele yao nione. Akakimbia kidogo, akaona kumbe naweza kimbia. Akiingia kwa hekalu na Peter na Yohana wanamfuata, huku anarukaruka na anakimbia, huku anarukaruka na anakimbia. Walikuwa connected. Na hii ndio connection Bwana Yesu anatutafutia sisi. Anasema, unless you tilt your mind, unless upindue akili yako na imwangazie Yesu na ihusiane na Roho wa Mungu, hawezi kukufanya ukaconnect. Ukimbaki kwenye hiyo dhambi ya masengenyo, dhambi ya kitu nini ama nini, haiwezi kukuruhusu ukaconnect. Hallelujah. Haiwezi kukuruhusu ukaconnect. Ukimbaki na akili yako tu inafikiria biashara, inafikiria vitu za duniani hii, hauwezi kuconnect. Sisemi utokane na biashara, sisemi usifanye vitu za duniani, lakini you need time. Unahitaji wakati uconnect. Hallelujah. Na yule yote anajitua naende ajiconnect, Mungu atafanya exploit, atafanya mambo makuu. Kile kilifanywa na Yohana na Petelo ilikuwa jambo rahisi, ilikuwa jambo duni, ilikuwa jambo ndogo, ilikuwa ni exploit. Ililipua hata watu wakiwa hekaluni wakaangalia kiwete, wakasema, si huyu nimemwacha hapo akiwa na gorogoro yake. Sasa hata hawaoni hiyo gorogoro iko wapi.
Hata hiyo kikepe alikuwa anapiga hivi, kimetupwa, nini yote imetupwa. Awaoni wanaanza kuulizana, si huyu nimemwacha hapa kwa gate akiomba, ni yeye, na nimemuona akiba ni yeye, lakini miguu yake iko kwa hivi. Yes, unaona, mpaka ikafanya midomo ya watu ikapanu, ikafanya watu washangae, waache kile walikuwa wanafanya. Exploit. Ikafanya watu waangaliane, ikafanya watu washindwe, ni yeye si yeye. Ikafanya watu waanze kuwa na concern. Nini kimetendeka? Nini kimeendelea? Nini kimekuwa na huyo mtu? Na wakiangalia wakishindwa namna hiyo, Petro akachukua akawaambia, sasa usishangae kama ni mimi ama ni Yohana amefanya hizi mambo, bali sio sisi. Ni nini kimefanyika? Jina la Yesu yule mlisulubisha. Hilo jina, hakuna jina lingine kama lile, na hakuna limeitwa, ni jina lililo juu ya majina yote. Na hilo jina hakuna kitu kinalishinda. Unaisemea chochote kinatendeka. Unaisemea chochote kinatendeka. Kwa hili jina ndio mnaona huyu mliomwacha kwa gate akiomba pale, nyinyi mlikuwa kuabudu, mkuje muingie muabudu, lakini yeye alikuwa kae pale siku yote, lakini saa hii ndio mnamuona amefanya nini? Ameingia. Na saa hii anasimama na anatembea na miguu yake aswa, ili aliumbiwa na Mungu ndio anatembea naye. Na ni kwa jina la Yesu Kristo. Na kwa hili jina kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri Yesu ni Bwana. Na Kristo akawa akiniambia, ukijiconnect utakuwa kama Petro, utakuwa kama Yohana. Wao walitembea katika njia ya siku zao, na wamemaliza, wamekupatia button. Isikuwe ni kama ile imepewa onanga ikitumwa kwa status huko. Hey, tuko pamoja. Unapewa na unakimbia na nyuma. Mungu akusaidie. Tuko pamoja. Wewe ndio uko na button sasa, mimi ndio niko na button sasa. Yohana hawataishi kwenye siku yetu, na Petro hataishi kwenye siku yetu. Ni wewe, ni mimi. Na Yesu anatafuta wapi Yohana wa leo, wapi Petro wa leo, wasungumuzie na chochote na kitendeke, na mambo yaanze kutendeka, na wafanye exploit. But now anataka you come yourself and connect. Kuna mtu ananunulia mwingine simu na anampatia laini. Unaenda unajinunulia laini. Hata ukinunuliwa simu, si unaenda unanunua laini? Unafanya nini? Unajiconnect. Tuko pamoja. Unajiconnect. Na ukijiconnect namna hiyo, basi sasa pepetea, ukuwe na bundles kubwa za Yesu, ukuwe na bundles nyingi za Roho wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajiconnect namna hiyo. Akiwa anaendelea anasema, you had undelegated authority. Anasema tukijiconnect namna hiyo, hatutakuwa na kitu cha kuongopa, because chochote kinachokuja atakuwa na answer na atakupatia. Pia amesema hatutakuwa na vitu ambazo zinatulemea, impossibles. Hakutakuwa na impossibilities. Wote yote inaokuja utakuwa una uhakika Bwana anatenda kwa ndani yako. Na hii kitu haiko mbali na wewe. Mbali na wewe ni vile hujakuja tu na hujajiconnect. Kristo akubariki. Haleluya. Ubali wa hii kitu na wewe ni hizo steps utachukua tu na ujiconnect. Na jiconnect namna gani? Nirudie. Kutafuta wakati ukae na Bwana na uombe na umwabudu na umusikilize, akupatie pattern ya vile huwa anaendelea na anataka kukuongoza. Kwa pamoja. Number 2, kukalia katika utakatifu, kufuata hii amri yake. Number 3, kuyield kwa Roho wa Mungu. Kunyenyekea kwa Roho wa Mungu akuongoze na umusikilize, na akikuongoza unatii. 3,
of the items I've delivered. Hallelujah. Anasema, operating in it, you start reigning with the Christ because you belong to God's kingdom by the new covenant of his blood. And you are co-heir with of the kingdom of God with the Christ. Ukianza kutembea namna hiyo, ukiwa umekaribiana na Yesu sana hivyo, ukiwa unatembea na Roho wa Mungu sana hivyo, ukiwa unatenda kama vile Petro na Yohana walikuwa, utakuwa ni yule ambaye ako connected kabisa na Roho wa Mungu, na utaanza kurithi pamoja na Yesu. Unarithi pamoja na Yesu. Unaenjoy mambo ya mbinguni pamoja na Yesu. Because wewe ni murithi pamoja na Yesu kwa mambo ya mbinguni. Na wewe ukiwa murithi pamoja na Yesu kwa mambo ya mbinguni, damu yake na ile damu imekufanya uokoke, imekuleta karibu na yeye na imekupatanisha nawe. We want to look at the covenant. Where did I write about the covenant? The covenant. The covenant. The covenant. Wacha tuone katika mstari ule wa Kolosai kifungu kile cha 2 na mstari wa 12. Tunaona a few things pale. Wa Kolosai, ukitupatia haraka because of time, tutaweza kuisoma haraka na tupinuke kwenye ukuta pale. If you want me to rush there, I can go also. Wa Kolosai, Colossians kifungu ni kile cha 2 na mstari wa 12 unasema hivi: tulipobatizwa kila mmoja wetu ulifanya hivi. You were buried with him in baptism. Tulibatizwa, tulizikwa pamoja na Yesu kwenye ubatizo. Nifungie mkono tukiwa tumebatizwa. Kama tumebatizwa nifungie mkono. Umebatizwa kwa maji mingi, Munaweza kubariki sana. Siku hiyo wewe na mimi tuliingizwa kwa hiyo maji, tuliweza kuzikwa pamoja na Bwana Yesu, in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. Saa hiyo tuliweza kuzikwa na Bwana Yesu kwenye hiyo kaburi ya Yesu, na sisi tulikuwa tunazikwa kwenye maji. Tuko pamoja? Yesu alikuwa anaingia kwa kaburi, na sisi tulikuwa tunaingia kwenye kazikwa kwenye maji, tukamalizika pale na ndugu. Alafu tukawa tukitoka kwa maji tukainuliwa pamoja na Yesu. Tuko pamoja? Tukainuliwa, yeye ameinuliwa kutoka kwa kaburi, na sisi tumeinuka kutoka kwa maji. Tuko pamoja? Alafu tukiwa tumeinuka kutoka kwa maji, hii inafanyika kwa imani. Kuna mtu wako na imani? Kuna mtu anaamini? Unaamini nimezikwa pamoja na Yesu, nimefufuka pamoja na Yesu. Inafanyika kwa hiyo imani, kulingana na vile Mungu anafanya kazi. Mungu anafanya kazi kwa imani. Ni wewe upokee yale mambo na uamini yako hivyo. Amen. Na kwa hivyo kwa imani tumefufuliwa pamoja na Yesu kutoka kwa wafu. Sisi tulikuwa tumekufa ndani ya dhambi, na Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi. Tuko pamoja? Kwa hivyo tukafufuliwa pamoja na Yesu kutoka kwa hiyo. So, Waefeso kifungu cha 2, tukimbie pale, iko tu hapo nyuma. Waefeso kifungu cha 2. Na ule mstari wa nimekusomea gani? Nimekusomea Colossians 12. Sasa ni kwa Waefeso kifungu cha 2, mstari ni wa 6. Mstari wa 6 unasema hivi: then tulipofufuliwa kutoka kwa hiyo maji, na tunafufuliwa pamoja na Yesu kutoka kwa wafu, we were raised up together and he made us by faith, kwa imani akatufanya sit together in the heavenly place in Christ Jesus. Na hona hivyo nieleze hiyo. Tulipofufuliwa kutoka kwa maji, tukatoka kwa maji, na Yesu akafufuka kutoka kwa kaburi. Alipofufuka kutoka kwa kaburi, alikaa na binadamu hapa duniani for how many days? 40 days. Na ile ya 40
alipaa mbinguni, na alipopaa mbinguni vile natuambia ameketi kuume kwa Mungu Baba. Tunaenda kuisoma tu sasa. Ameketi kule kuume kwa Mungu Baba. Na sisi tulifufuliwa kwa ubatizo pamoja na yeye. Na hii mstari wa 6 umetuambia tumepalishwa juu pamoja na tumeketishwa kwenye sehemu za mbinguni pamoja na Kristo. Umeona hiyo mstari? Iko hapo kwa ukuta. Hebu soma. Soma kwa sauti. Soma tena nivute. Haleluya. Umeelewa na hiyo? Alipofufuka after 40 days akapalishwa mbinguni. Na sisi unapobatizwa unawekwa ndani, unawekwa kwa kaburi ya Yesu kwenye hiyo maji. Alafu unachipuka juu, unatoka kwenye maji. Basi unapalishwa kukaa na Yesu kwenye mahali pa mbinguni pale. Na hii ni ya imani. Umesikia Yesu Mungu anafanya kwa imani. Katika njia yake ya kufanya ya imani. Tuko pamoja? Na unaichukua hivyo. Iko namna hiyo. Alafu tukikimbia kutoka hapo sehemu ya juu Yesu ameketi, na ndio sisi ametupalisha tukaenda kukaa na yeye pale. Ni mahali gani? Tukienda katika Waefeso wa kwanza, usifungue mahali mbali, ni hapo tu tuko kwenye ule mstari, yani urudi Efeso wa kwanza ule mstari wa 10 wa 20 tunasoma pale pamoja. Wa 20. Tuko pamoja? Sasa already tuko mahali pa sehemu ya mbinguni, lakini tunataka kuona ni sehemu gani ya mbinguni mahali tuko na Yesu. Tuko pamoja? Haya, tuangalie hapo 20 anasema, wacha nianze 19. And what is okay, wacha nianze 17 ndio catch. Okay? 17 anasema that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Ni Paulo anaomba tupatiwe ufunuo wa kumjua Yesu na kujua vitu za mbingu kwenye hii kifungu. Tuko pamoja? Tupatiwe ufunuo wa kumjua Mungu na hekima ya kumjua Mungu na kujua vitu za Mungu vile ziko. Aya 18 anasema, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Tuweze kufunguliwa macho yetu ya kiroho pale kwa hiyo mstari wa 18. Tufunguliwe macho yetu ya kiroho ama ya kuelewa, tuweze kuelewa tumeitiwa kitu gani. Umeona hiyo sehemu inasema hivyo? Tuweze kujua tumeitiwa ni. Na hizi ndio vitu nasema tumeitiwa. Na hizi ndio vitu naomba kila mmoja ukuwe serious na hizi vitu. Na ufuate Mungu. Mimi nafuata pia. Wewe pia ufuate. The hope of our calling. Yani Mungu anatumainia ni tufanye nini katika wito wetu. The hope of our calling. Mungu anatumainia ni tufanye nini katika wito wetu. Na bila kukaribiana na Yesu sana, na bila kumjua sana na kujiachilia kwa Roho Mtakatifu akuongoze na uelewe na vile anasema na vile anakuelekeza kufanya, hautajua hii hope Yesu anatumainia ufanye nini. Tuko pamoja? Kwa hivyo ni ukaribiane na Roho wa Mungu sana, ukaribiane na Yesu sana, usome Bible sana, ndio uweze kuanza kuelewa anatumainia nifanye nini. Because we are supposed to be enlightened, tujue the hope of our calling. Tumaini la Yesu ya wito wetu ni nini? Hallelujah. And then anasema, what are the, na tujue tena kitu ingine hapa, tujue what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Tuweze kujua utajiri wa urithi wa Yesu kwetu ni nini. Utajiri wa urithi wa Yesu kwetu auanzi saa ile tumeshanyakuliwa. Hapana. Unaanza sasa saa ile unamtambua. Unaanza saa ile unajua. Unaanza saa ile macho yako ya kuelewa inafunguliwa, ujue anatumainia ufanye nini. Unaanza hapo.
Tuko pamoja? Na ukianza hapo, utaanza kuelekezwa na Roho wa Mungu, na unaanza kufanya mambo ukiwa unafanya na nguvu za ule urithi wa mbinguni, nguvu za Yesu, ile mamlaka ya Yesu. Ukiponya wagonjwa, unarithi uponyaji ule umeponya hao watu nayo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Ukihubiri neno watu wanaelewa na waacha uofu na wanaingia kwa mwanga, unarithi urithi wako katika Yesu, because hiyo ndio urithi wa mbinguni. Haleluya. Na kwa hivyo inaanza tukiwa hapa duniani, haianzi tukienda mbinguni. Some of these things I did not plan to teach, but the Lord is just bringing them. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio hiyo nasema ya kwamba tutatakikana tujue Yesu anatumainia tufanye nini katika wito wetu, kwa ajili kila mmoja wetu ameitwa. Kuna watu wameitwa kanisani. Pungia Yesu mkono kama umeitwa. Wengine hata hauko sure. Bwana Yesu akubariki sana. Kila mmoja ameokoka, ameitwa. Tuko pamoja? Na yule anachukulia wito wake vizuri na akativetia alimie. Si hata ukilimia shamba yako itatoka kitu. Tuko pamoja? Unaokativetia wito wako na ulimie na upembeleze, itatoka mambo mazuri, express ya mbinguni. Haleluya. Mungu atusaidie tuelewe. Kwa hivyo limia wito wako ndio ujue tumaini ya Bwana na kutumainia ufanye nini hapa duniani. Wakati utafika tukue sio sisi tuko dunia, watoto wetu ndio wanambaki kule. Tuko pamoja? Na utaweza kuenda ujue nilifanya ile Mungu alitumainia nifanye. Amen. Hata kama naenda nafanya ile Mungu alitumainia niende. Nikahubiri nikasema nikianza TB Joshua ameshatuacha, lakini ukiangalia kazi yake nyuma yake ni kweli amefanya kile Mungu alitumainia hapa. Na ni sisi tuangalie, tujue Mungu anatumainia nifanye nini, tuelewe, tuombe hii macho ya kuelewa kwetu ifunguke, tukue na hekima ya kuelewa Mungu anatumainia nifanye nini kwenye wito wangu. Kila mmoja ameitwa. Kama umeitwa kuimba, kama umeitwa kuhubiri kama mimi, kama umeitwa ku encourage watu, kama umeitwa kufanya chochote, Mungu amekuita, amekupatia nini? Wito. Lakini tumaini lake utaijuaje? Ukikaribiana naye, ukiconnect. Haleluya. So vitu vile nimekuambia, kujua ile tumaini ya Bwana amekuitia na kujua vile ya utukufu wa Mungu, wa warithi wa Mungu. Hapa verse number 19 ndio tuko anasema, and what is the exceeding greatness of his power towards us who believe. Kuna vitu tatu, hii ya tatu nayo anasema iko mstari wa 19. Anasema tuweze kujua ukuu wa nguvu za utukufu zile ametupatia sisi wateule. Tujue ukuu, exceeding power, yani unene wa ukuu wa nguvu zile Mungu ametupatia sisi wateule. Unajionanga nduni, unajionanga una kitu, unaona shida ndio zinakukalia badala ya power iliyoko ndani yako ikalie shida. Mungu atusaidie. Tuko na nguvu ambazo ni exceeding great power. Zile tumepewa na Mungu. Na wewe uko nayo. Wangapi wako na nguvu za Bwana hapa? Wangapi? Wao mnanichekesha sana. Ningekuwa wewe nainua mikono na miguu huko juu kabisa. Wangapi wako na nguvu za Bwana kanisani? Na sio hata nguvu kidogo. Bwana akubariki sana. Sio hata nguvu kidogo. They are exceeding, yani ni kubwa. Na ni exceeding, kubwa zaidi, power towards us. What is the exceeding greatness of his power? Nguvu za Yesu zilizokuu na nyingi ziko ndani yako, ziko ndani ya huyo, ziko ndani ya kila mmoja wetu ambao ni mteule. Na anasema macho yetu ya kuelewa ifunguliwe, tuelewe hivyo. Kuna mtu anaelewa hivyo? Pigia Yesu makofi. The exceeding power you have.
Na kama uko na hizo nguvu zote, kwa nini unaachia hizi vitu zikufinye? Na mapepo ya kukalia, na magonjwa ya kukalia, na uongope corona, na uongope hizi vitu zote. Teba mwe aseme matuma kwa mabeba mabinguke. Tukuelewa kwetu kufunguke, ujue uko na nguvu kuu na nyingi za Yesu ndani yako. Uruhusu chochote kikukalie. Uruhusu chochote kikukalie. Nikisikia kikitaka kuja na kikataa na kikemea na kiamrisha sio hapa, ondoka enda. Teba mwe. Nikisikia chochote na kiambia mimi sio mimi, ondoka na enda. Usikubali kukalia. Uko na nguvu ya kukikataa na kuondosha kabisa. Haleluya. Wewe ndio unatakikana ukalie mapepo na uyafinyilie sana. Hata uanze kusikia yakiwika huko kwenu nyumbani mahali zinajificha. Inasema na asikuje pande hii, na asikuje pande hii, na asikuje huku. Ngosi inajificha. Because unaikalia na uko na nguvu nyingi sana za Mungu. Anaweza asifiwe sana. Sitaki kujikamba na sitaki kueleza chochote. Lakini kwingine nikienda yananianza pale kwa gate, naiweka chini. Niweka chini, alafu nainuka na ninaenda ninafanya exploit. Fanya makuu ndani ya Bwana. Haleluya. Kuna kwingine unaenda unaanza kusikia zikiinuka, sianze kukuweka chini yake. Ukikaa hivi nguvu za giza zinakuweka chini yako. Alafu wewe nikuwika kila wakati ni kuanza kusema naonie, naendie, nekie, si ukalie nguvu za giza. Ukisikia chochote ambao kile kinakufeva, weka chini ya nyayo zako. Because you have this power of Christ in you. Wanaweza asifiwe sana. Alafu kitu kingine tunaambiwa tutambue ni nini? Tuangalie hapo juu tumefika. According to the working of his mighty power. Hizi nguvu ni ziko ndani yetu kulingana na vile Mungu anatenda kazi na nguvu kuu. Nguvu kuu kama gani? Alipotaka Wanaisraeli wapite bahari ya Shamu, aliambia Musa, nyosha tu kijiti. Musa akafanya nini? Maji ikaona kijiti tu. Maji iliona kijiti. Maji ikaanza kufanya nini? Ikatengeneza mwanya. Wewe, nguvu kuu za nani? Za Mungu. You can't come near. Huwezi kukaribia pale, na hakuna pepo, hakuna daimoni, hakuna nguvu zinaweza karibia pale. Kijiti tu nyosha, na kijiti akanyoosha. Alafu maji pande hii fua inatengeneza pattern. Fua ikatengeneza pattern. Akawaambia now. Alafu akaanza kupita na ng'ombe zao na mbuzi zao kwenye bahari ya Shamu, wakitembea kwenye ardhi wakapita. Ukuu wa nguvu za Mungu, hiyo ni mfano tu. Na ukifikiria kuna nyingi sana. Haleluya. Ukifikiria kuna nyingi sana, na hizo zote ni ukuu wa nguvu za Bwana. Ndio anasema kufanya kazi na nguvu za Bwana. Unafanya hivyo kama vile Musa afanye kazi nyingi, bali anaambiwa tu kijiti nyosha. Kwa hivyo sisi hatutakuwa na kazi nyingi ya kufanya, bali ni kusikiliza what the Spirit is saying and you do. Unasikiliza tu vile Roho amekuelekeza na unafaa. Hakuna kazi nyingi na hakuna maombi nyingi kubwa na nini. Sikiliza tu vile amekuambia unafaa. Iwe ni kwa street, iwe ni kwa supermarket, iwe ni kwa wapi, iwe ni kwa popote pale, na unafanya. Ndio hiyo Kristo anaelekea akitufundisha vile tutatembea naye. Target yetu ilikuwa mstari wa 20. Hiyo mstari wa 20 anasema which he worked in Christ when he raised him from the dead. This is the power. Hii ndio nguvu. Mungu hata katika hiyo agano ya kale alikuwa na hiyo nguvu yote sana, lakini ndio hii nguvu ifike kwetu akaileta kupitia kwa Yesu Kristo kwenye msalaba. Ndio ikuwe sisi na wewe na mimi tunaweza kuitumia.
Wakati ule wa kale angeinua mmoja wao atumike, na mwingine kule, kama ni Ezekiel, kama ni Jeremia, kama ni nani, Zakaria, kama ni wote anainua. Lakini wakati wetu wa New Testament ameileta kwetu ndio tutumike hata sisi kupitia kwa Bwana Yesu Kristo. Hiyo nguvu imeletwa kwetu kupitia kwa kazi aliyofanya kwenye msalaba. Vile alifanya hiyo nguvu akimuinua Bwana Yesu Kristo kutoka kwa wafu, na alipomuinua kutoka kwa wafu ndio ampatie hiyo nguvu vizuri ifanye kazi na kanisa, akampandisha na akamketisha mahali pa juu mbinguni. Pale tumeona tumeketi na yeye na wewe, tuko pamoja. Na hapo alipompandisha akaketi pale, amempandisha akaketi kuume kwa Mungu Baba. Kumbuka nilikuwa nimeuliza wapi mbinguni Yesu ameketi? Ameketi kuume kwa Mungu Baba in the heavenly places. Na hapo tumeona mimi na wewe tumepandishwa na Yesu tukakaa huko mbinguni na yeye. Na mahali particular place ni hapo kuume kwa Mungu Baba. Tuseme Mungu Baba ndiye ameketi kitu kubwa hapa hivi, na anainuka ameketi huko juu, na sisi tuko, Yesu ameketi the right hand side, kuume, mkono wa kuume wa Bwana Mungu Baba. Yesu ameketi pale na amekuinua na ameniinua na ameinua kila mteule ameokoka na amebatizwa na ameinuka, amemuinua wakaketi pamoja wapi? Huko mbinguni katika upeo wa kiroho, kuume kwa Mungu Baba. Kwa hivyo Yesu ako hapa, Mungu ako pale, na sisi tuko hapo tukiwa na Yesu. Ni pahali ina gani? Hiyo mstari iko chini itatupatia ni pahali ina gani. Lakini kabla tujaenda kwa hiyo mstari inatupatia ni pahali ina gani, tunaanza kuona ya kwamba kuume kwa Mungu Baba ni mkono aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kawaida mtoto akizaliwa kama vile ulizaliwa, ulijikuta ukifanya kazi na mkono gani? Hebu inua kwa Bwana mkono ule ulikuwa unafanya kazi. Mkono ule unafanya kazi sana, inua kwa Bwana. Ni mkono gani? Ni mkono wa kuume. Kwa hivyo mkono wa kuume wa Mungu Baba ni mkono wa operations. Hata ukituma mtoto ama we mwenyewe ukienda kuchukua hii kitu utachukua na hii mkono. Mkono ule unarusha kwanza ni gani? Wa kuume. Tuko pamoja. Na ni mkono wa operations. Ndio mkono wa kuume kwa Mungu Baba. Kwa hivyo Mungu Baba akiketi hapa kwenye kiti cha enzi, akitaka jambo litendeke, anainua mkono gani? Atakuta nani? Yesu. Na Yesu akikwa mkono unainuliwa hivi, anajua ni operation inatakikana. Yeye analeta operation. Naye Yesu anasema, nikiwa pale nikitaka operation na siwezi teremka chini, wewe ndio uko chini, una plug kwangu, upate mamlaka ya kutumia, upate nguvu, zile nguvu nyingi sana, upate na mwelekeo. Una plug hiyo plug yako kwangu, halafu una flow na hiyo nguvu zangu, unatenda kazi. Because kutoka kwa Yesu ni sisi tunaketi na yeye pale. Nakumbuka maandiko ilituambia tumeinuliwa pale na tunaketi na yeye pale. Alafu yeye akiinua mkono wa kuume pia ni wa operation. Anataka mtu aponywe, anaangalia wewe, anaangalia mimi, na sisi ni tuplagi kwa hiyo nguvu zake tuponye huyo mtu. Anataka mtu aende afanyiwe encouragement, anaangalia wewe, chukua neno la Mungu mfanyie encouragement. Anataka mtu aende aombewe hospitali, atoke hospitali, anaangalia wewe, anaangalia mimi, uende uplagi hiyo nguvu, uende ufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu anafuata. Mungu Baba ni mkono wa operation, na anapoinua mkono wa operation, Yesu ndio ananguzwa kwenye kuume, na akinguzwa Yesu naye ananguza kanisa, ananguza wewe, ananguza mimi, ananguza kila mmoja, na anatumainia. Unakumbuka tuliombewa na Apostle Paulo, tufunguliwe akili zetu tuelewe tumaini ya Yesu. Tuko pamoja? Sasa Yesu akitunguza anatumaini utaenda, utafanya kile anakusudika kufanya. Mungu anataka kifanywe, na amenguza Yesu, na Yesu akunguze wewe ukifaa hapa duniani, but you are plugged to him. Umewekwa plug yako imeongezwa kwa Yesu. Unavuta nguvu kutoka kwa yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
kwenye mkono wa kuume kwa Mungu Baba. Mstari wa 21 ndio pale tuko wa Efeso kifungu cha kwanza mstari wa 21. Hizi vitu singalielewa namna hii kabla yeye angenifundisha. Ndio sababu sitaki tumalizie hapo, kwa sisi itakuwa amenifunulia na itaisha, na haiwezi najua ataona vile atanielekeza next. Ndio mstari wa 21 anasema, mahali Kristo ameketi, apart from being operational hand, mbele ya kukuwa ni mahali pa kutenda kazi, watenda kazi wa kutendea Mungu kazi. Hapo mahali Yesu ameketi ni mahali palio juu, above all principalities and the powers and might and the dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. Hapo mahali ambapo Yesu ameketi kuume kwa Mungu Baba. Nimesema Mungu Baba akiwa kwa hii, na Yesu ameketi hapo. Hapo mahali ameketi ni mahali ambao Yesu ameinuliwa juu zaidi ya mamlaka wote. Mamlaka hawa wanakuwa ni yeyote akona cheo. These are titles. Kama president. Unajua saa hii tuko na president gani? Hebu shout jina lake tusikie. His Excellency. Sasa the name president ni title. Kwa pamoja. Sasa the name pastor ni title. Tuko pamoja. Sasa the name principal wa shule ya Vota ni title. Tuko pamoja. Sasa hiyo jina Lord, namwitanga Yesu Kristo Lord, ndio title, na ndio hiyo jina ambayo amepewa Bwana Yesu Kristo kulingana na Wafilipi. Andika, utaenda kusoma kulingana na Wafilipi Wafilipi kifungu cha 2 na ule mstari wa 9 kuelekea wa 10 na 11. Hapo anapewa jina lililo juu ya majina yote, na hilo jina ndio title, the Lord. Na hiyo the Lord ndio amepewa hapo, iko juu. Hakuna title ingine iliyo juu ya Lord. Hiyo Lord, kuna principalities. Principalities ni wale wako na spio kuu, wanasimamia eneo. Kama unakuta shetani, huyo Lucifer, anasimamia eneo ya ardhi. Akiwa amejiinua, alipotupwa chini, aliteka ardhi nyara. Ndafu akawa anajilasimishia pale kusimamia. Anajilasimishia pale kusimamia. Na alitega hata mwezi nyara. Anasimamia pale ndio abudiwe akiwa pale kama the Queen of Heaven kule. Nayo majina ni ya watu wakubwa, wanasimamia eneo kubwa. Kama vile president anasimamia eneo ya Kenya yote. Principality ni title, inasimamia eneo kubwa. Now we have power. Pia powers ni wako chini yake hiyo shetani. Ama hata kama tuseme sio principality, isemi ni shetani peke yake, bali hata kwenye malaika kuna malaika ambao wanaitwa prince, wasimamia principality, wanasimamia eneo kubwa. Wewe unaweza kukuta kuna Prince Michael ambao wanasimamia eneo ya vita kwenye malaika yote, na kuna princess wa kila aina. Kwa pamoja. Kwa hivyo hii title principality inaonyesha ukubwa, inasimamia eneo kubwa, principality. And then powers wako chini ya hiyo, na might and dominion. Dominion ni kama hata kuna nchi zingine zinaitwa dominion, republic, dominion of, kuna nchi wanajiita dominion. Dominion ni kama nchi moja tu iko, hiyo ni utawala uko mahali pamoja hiyo. Hivyo hao wanakuwa ni majina ya watu wakubwa, wanasimamia hizo maeneo. Tuko pamoja. Pia amepewa kutawala, kukuwa mkubwa juu ya majina yote yale inaitanwa kwenye ulimwengu huu na kwenye ulimwengu utakaokuja. Na unataka ujue ya kwamba ulimwengu ambao tunaoishi,
Ulianza na kuumbwa Adam, na mpaka wa leo hiyo ulimwengu unaendelea. Tumekuja tukakuta na henches, the middle age, whatever zimekuja, lakini bado binadamu anabaki kwenye hii dunia. Tuko pamoja? Na hiyo ulimwengu bado ndio huo unaendelea. Lakini ndio mstari mwingine tulisoma akasema tunaenda kufika kwenye end of this age. Tunaenda kufikia mwisho wa ulimwengu huu tunaishi. Na ndio hiyo anasema jina la Lord Jesus, jina la Bwana Yesu Kristo, pale ameketi kuume kwa Mungu Baba, hakuna mwingine ako juu yake isipokuwa Bwana Mungu Baba. Baba ndio ako juu yake. Wale wengine wote, wawe ni malaika wachafu kama pepo, shetani, wawe ni binadamu, wawe na wanatawala wapi, wako chini ya nani? Yesu. Ni lazima watii Bwana Yesu. Lazima watii kile anachosema. Haleluya. Alafu amesema mstari wa 22 anasema he has put all things under the feet of Jesus the Lord. Vitu zote zimewekwa chini ya nyayo za Yesu. Kwa hivyo kuna yeyote yako juu ya Yesu, wote wako chini ya nyayo za Yesu. And then wanasema and gave him to be the head, na akafanyishwa ndio mtawala, ndio mkubwa. Ukiona akiambiwa head, who is the head of the nation of Kenya? Nani kichwa cha Kenya? Si President Uhuru. Kwa hivyo Yesu anafanyishwa kuwa kichwa cha vitu zote kwenye kanisa. Because kwa Mungu aangalie watu wote kwenye dunia wanatakikana wawe ndani ya kanisa. Tuko pamoja? Yule hayuko ndani ya kanisa anahasi, anaanza kukoroga hukumu ya Mungu, na kwa kweli itakuja na itawachukua wote. Kwa hivyo Yesu anafanyishwa ndio kichwa cha kanisa na cha vitu vyote kwenye kanisa. Kwa hivyo ukitamuka hilo jina lake, yeye amewekwa pale kuume kwa Mungu Baba, na ni mahali pa operation, mahali pa kutenda kazi. Na akiwa pale, Mungu akitaka kazi itendwe, anamwangalia Yesu. Naye Yesu akitaka kazi itendwe hapa duniani, anakuangalia wewe na mimi. Tuko pamoja? Lakini ni wewe ujitenge na dhambi, utii hii neno, na ufuatishe vitu za Mungu, na uanze kukaribia Roho wa Mungu akuonyeshe vile atatenda kazi. Haleluya. Na kwa hivyo nitafika hapo, there is a lot. Hiyo ndio vile mamlaka inafanya kazi, na amesema mamlaka ikuwe plucked. Kuume kwa Mungu Baba ni mahali pa mamlaka, because ameinuliwa juu na mamlaka hiyo yote iko juu yake. Na ndio akasema plug to him, nyenyekea kwake, jiambatanishe na yeye, flow na Roho wa Mungu akuweke kwa hiyo conduit, alafu uweze kufanya hizi vitu zote anatumainia ufanye hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mbinguni hakuna magonjwa, mbinguni hakuna hizo vitu huwa zinakusumbua. Fanyika hivyo katika jina la Yesu. Tumia ile mamlaka anakupatia. Unaanza na kushindana kwa ajili ya maisha yako, kisha utashindana kwa ajili ya mwingine. Haleluya. Hauwezi kupeana kile kitu huna. Wewe unaanza kushindana, unakuwa uko free kutoka kwa kufinyiliwa, alafu utaweza kusaidia mwingine atokane na kufinyiliwa. Ni sisi tuombe sana. Nuka kwenye miguu yako.